kukamilisha hilo lengo linalo. Kwa hiyo hongereni sana. Faida ni kubwa kama mnavyosema, itapunguza na italinda mazingira. Kwa hiyo kama wananchi wakipata vifaa vya namna hii itakuwa ni jambo jema kabisa. Sababu tutaplay sehemu zote na ni mazingira, na wakati wao pia bei yao ni afadhali. Bahati nzuri kama kuna hiyo ruzuku ambayo imetolewa, tunaamini kabisa ni mchango mmoja mzuri ambao utawasaidia kuwa encourage kuweza kununua. Haya, na huo utaratibu wenu wa NIDA nao mzuri. Sababu kweli inaweza ikatokea tu mtu mfadhili mmoja basi akabeba yote. Akauza, nyinyi mnauza shilingi 12 hapa, akapiga tepo 24. Nini kisa kwamba mimi naenda kutumia bwana. Ukifika kule alafu anaendelea kutani. Kwa hiyo mimi niwapongezeni sana, karibuni sana, na mradi wenu uendelee at least the way mmevyopangilia, at least ifike maeneo ya huko kwenye halmashauri na vijijini. Lakini tutakuwa tumepunguzia muda ule wa process chakula. Kama ilikuwa natumia nusu saa basi kwa gesi na majiko banifu, pengine na umeme, pengine sola, watakuwa wamepunguza muda wao, pengine kutoka kwenye nusu saa pengine kwenye dakika 10. Na kuna baadhi ya chakula dakika 5. Chai si dakika 5 tumeshamaliza tukipikia majiko haya. Lakini lingine muhimu, kupitia hizi effort mnazozifanya, mnaingia kwenye eneo muhimu lile la kutunza mazingira. Na kama tutatunza mazingira, tutakuwa tumesha pambana na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo dunia nzima inapambana. Na sisi sio kisiwa, bado tumo kwenye madhara ambayo yanatokana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa maana kuharibu ile tabaka la ozone ambayo kazi yake ni kulinda ile mionzi ambayo ina madhara kwetu sisi. Kadri tunavyoliharibu basi tunapata mionzi ambayo itakuja kutuathiri, pengine tutapata magonjwa. Sisi tuwashukuru sana, kuwapongeza kwa sababu Tanzania ni kubwa na mahitaji ni makubwa. Sisi tunazidi kuwaombea mzidi kupata nguvu zaidi. Hii tumefika hapa Bukoba sisi kama wakala nishati vijijini kwa ajili ya kuleta mtoa huduma ambaye ataendelea na shughuli ya usambazaji wa majiko banifu yanayotumia mkaa kidogo na kuni kidogo, lakini pia yanayotumia mkaa mbadala na kuni mbadala. Kama ilivyo adhima yetu ya wakala nishati vijijini, sisi tuna wajibu mkubwa wa kuhakikisha kwamba ile adhima ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, ya kuhakikisha kwamba watu takriban 80% wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Basi kutokana na hilo basi leo imeendelea kuja na miradi bunifu, miradi ambayo itaharakisha kufikia target hii. Kwa hiyo sasa tumeleta mtoa huduma wetu hapa, anaitwa Ban Manufacturers, ambaye katika mkoa huu wa Kagera atasambaza majiko banifu takriban 12,500 kwa bei ya ruzuku, ambayo kama endapo mwananchi angeweza kulinunua lile jiko kwa bei ya sokoni angeweza kulinunua mpaka kwa bei ya 100,000. Lakini serikali imetoa asilimia takriban 80 mpaka asilimia 80 kwa ajili ya kuilipia hili jiko. Kwa hiyo mwananchi wa mwisho atainunua lile jiko kwa shilingi 12,450, kwa maana ya kwamba ile asilimia 80 yote imelipwa na serikali kupitia wakala wa nishati vijijini. Kama kwa jiko la kienyeji au jiko letu la kawaida ambalo tunatumia manyumbani ya kienyeji, unatumia debe moja kwa wiki kwa mapishi ya familia yako nyumbani. Kwa hili jiko letu debe lile moja unatumia mpaka wiki 3. Kwa hiyo utaona tumeokoa kukata kukata miti kwa wiki 2 mbele, lakini vile vile imemwokolea hela mwananchi kwa wiki 2 mbele. Kwa hiyo ile hela ambayo angeitumia kwa wiki 3 ameitumia kwa wiki 1. Zile chenchi zilizobaki anaweza akazitumia kwa maendeleo yake binafsi yeye na familia yake. Nikizungumzia kwa picha ya mkoa kama wa Kagera, kama kwa mapishi ya nyumbani wanapika labda kwa kutumia tani 10,000 za mkaa kwa majiko ya kienyeji. Kama mkoa wote wa Kagera utakuwa unatumia majiko yetu,
zile tani 10,000 zitatumika miezi mitatu. Kwa hiyo utaona kuna miezi miwili ambapo ni tani 10,000, tani 20,000 za misitu zimeokolewa. Kwa hiyo ndio maana majiko yetu yakakidhi vigezo vya kuingia kwenye mradi wa nishati safi ya kupikia. Hiyo namba 1. Namba 2, majiko yetu hayatoi moshi. Kama hayatoi moshi, majiko yetu tunasema yanaokoa afya ya mama na mtoto.